Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan leo Mei 17 amefika katika kituo cha kujiandikisha cha wapiga kura kilichopo wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma kwa ajili ya kufanya zoezi la uhakiki wa taarifa zake katika daftari hilo la mpiga kura. Baada ya kumaliza zoezi hilo, Rais Samia ameweza kutoa wito kwa wananchi kwa kuwataka wajitokeze kwa wingi kujiandikisha na kuhakiki taarifa zao katika daftari hilo la mpiga kura ili kupata haki zao za msingi za kumchagua kiongozi wanayemtaka. Ndugu zangu, nami nimeona nijiunge nanyi hapa kituoni kwetu. Kama mnavyojua, mimi ni mkazi wa Chamwino na nimepiga kura nyingi huko nyuma, lakini kwa mwaka huu ni lazima nipige hapa Chamwino. Kwa hiyo ndio maana nimekuja kurekebisha taarifa zangu. Si mpiga kura mpya, lakini nimekuja kurekebisha taarifa zangu. Huko nyuma nilikuwa napiga Zanzibar kwa sababu nilikuwa makamu wa rais. Kwa naenda kupiga kule na rais wa jamhuri anapiga hapa Dodoma. Lakini mwaka huu inabidi nipige hapa makao makuu ya nchi, ambapo ndio makao makuu ya serikali yalipo. Kwa hayo ndio madhumuni, na kama nilivyosema, ni waombe wananchi wenzangu mje kwa wingi tupige kura. Huu ni mzunguko wa pili, waambieni kule ambao hawajaja. Mzunguko wa kwanza umepita, tuko kwenye mzunguko wa pili. Tukikosa mzunguko wa pili mwezi huu na ujao, uko mbele hatuna tena nafasi ya kurudia. Kwa hiyo ili usipoteze haki yako, niombe wananchi wote wawahi kwenye mzunguko huu wa pili. Kwanza, kuto kujitokeza kuandikisha ni kukataa mwenyewe haki yako ya kikatiba. Na unapokataa haki ya kikatiba, swala unajiuliza, je, wewe ni mzalendo? Ni mzalendo wa aina gani? Ambaye katiba imekupa fursa hii, nenda kaandikishe, piga kura, weka kiongozi unayehisi atakuja kukuhudumia. Wewe unaikataa. Ukikataa, wenzio watakwenda kuweka wanayemtaka, na unakosa fursa ya kushawishi wengine kuweka yule mnayemtaka. Kwa hiyo unakuwa wewe wa kubabaisha tu na wa kulalamika. Lakini swala kubwa hapa ni uzalendo. Jiulize mwenyewe rohoni kwako, uzalendo wangu uko wapi? Hii ni fursa kubwa, inatokea kila baada ya miaka mitano, haiji kila siku. Kazi hii na vijichangamoto kidogo vinapotokea, stahamilini. Kiambiwa subiri, labda mashine imechoka, subiri, basi subiri, mashine irekebishwe alafu tuendelee tena. Subiri, kadi zimepungua au zimekwisha, subiri, zie kwenye nyingine, tuendelee tena. Lakini nataka niwahakikishie kwa mipango mizuri tulioiweka, kila mwenye haki ya kuandikishwa ataandikishwa. Kwa hiyo naomba tu mjitokeze mje kuandikisha. Nao baadhi ya wananchi waliofika katika kituo hicho kwa ajili ya zoezi hilo la kujiandikisha na kuhakiki taarifa zao wameeleza namna walivyolipokea zoezi hilo. Salma Ramadhani Shabani ni mkazi wa Chamwino Ikulu. Katika siku ya leo nashukuru nilipata nafasi ya kuboresha taarifa zangu kwenye daftari la mpiga kura. Kwa upekee kabisa nilikuwa kwenye nafasi nilikuwa mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru zoezi lilikuwa zuri sana. Zoezi halikuchukua muda mrefu. Na kumbuka nimeingia mule ndani kwenye kujiandikisha, kwenye kuchukulia taarifa sikuchukua hata zaidi ya dakika 5, kwenda kwenye kupiga picha mpaka nikapata kitambulisho changu kabisa. Yaani zoezi ambalo limetumia kama dakika 5. Yaani napenda kuishukuru sana tume ya uchaguzi kwa zoezi hili walilofanya, na napenda wananchi wajitokeze kwa wingi ili waje kujiandikisha ili tuweze kupiga kura na kuchagua rais, kwa sababu hii ni kwa manufaa yetu binafsi, kwa jamii yetu na watu wanaotuzunguka na kwa taifa letu kwa ujumla. Naitwa Pendo Jimmy Lupumbwe. Mimi ni mkazi wa Msanga, wilaya ya Chamwino. Nimekuja hapa ili kusisitiza na kuwasihi wananchi wote wa Tanzania kwamba tujitokeze kwa wingi kujiandikisha katika daftari la wapiga kura, kwa sababu ni haki zetu za msingi wananchi wote wa Tanzania.
tusipoteze haki zetu za msingi, kwa sababu ndio msingi wetu na ndio amani yetu. Zoezi hili limeanza hapa jijini Dodoma tarehe 16 mwezi Mei mwaka huu 2025 na litatamatika tarehe 22 mwezi Mei mwaka huu 2025. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Nuru Mangi, endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi.